kutuongoza katika ibada ambayo tulikuwa nayo ibada ya kwanza. Wakati tunaomba kwa ajili ya ibada ya pili, ukapata kutuinua Bwana wa Bwana. Baba, ukatupe nguvu Bwana wa Bwana, ndipo tukakuwa na ibada takatifu kama ibada ya kwanza Bwana wa Bwana. Tunaomba kwa ajili ya wale ambao tuko nao katika nyumba hii. Baba, tunajua unawatoa katika manyumbani mwao na ukawafikisha mahali hapo wakiwa salama. Tunaomba wakati huu ukapate kutuongoza, ukatuinue, ukatuhifadhi Bwana wa Bwana, na ukatupe hekima yako Bwana wa Bwana. Tuko katika nyumba yako Bwana wa Bwana. Tunakuhitaji wakati huu, tunakuhitaji hata kila mahali popote wala wanapotembea. Baba, ukatembea na Bwana wa Bwana. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Tenda kumkaribisha programa ndio apate kuendelea. Asante sana Praise and Worship kwa kutukaribisha kwa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tuchapie Bwana makofi ya juu na kutuongoza, maana yeye ni Mungu. Tumekuwa na ibada nzuri ya kwanza, ibada ya pili imeanza, na Mungu ataenda kutusaidia tunaposhirikiana kwa mapenzi na ulinzi na ukuu wake, na Mungu ni mwema. Katika kitabu cha Mathayo tufungue Matthew 15 na Mungu atatusaidia 21 na Mungu atatusaidia tufike 28 pale. Tukaweza kusoma. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only the lost sheep of Israel." The woman came and knelt down before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It's not right to take the children's bread and toss it to their dongs." "Yes, Lord," she said, "but even the dongs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered, "Woman, you have a great faith. Your request is granted." And daughter was healed from that very hour. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona huyu mama mwanamke from Canaan aliweza kujua kwamba akiwa na imani kama hii, imani shauku, that stubborn faith. Tunaona wakizungumza na Yesu pale, na alienda kumwambia, "Sikutumwa, nilitumwa tu kwa Wanaisraeli." Na tunaona mazungumzo ya huyu mama na Yesu, kwa sababu alikuwa she had what I can call a stubborn faith, that persistence. Sometimes we say persistence wears out resistance. Vile unaendelea hata katika maisha ya kawaida, lakini huyu mama aliweza kumwendea Yesu akiwa na imani kuu ya kwamba mtoto wake, msichana wake ataenda kupona, na aliweza tu kuamini ya kwamba Yesu akaweza kusema neno moja, na tunaona imani shauku. Kwa hivyo Wakristo wapendwa, siku ya leo tunapotarajia Bwana kututendea mema katika hili janga, katika hili maisha, trusting God in this difficult time. Like now we have very few people katika kanisa. Tulikuwa tunaamini ya kwamba, tunaona ya kwamba vile tulikuwa wengi. Wacha tumtumainie Bwana, wacha tuwe na imani, wacha tuwe na imani shauku ya kumuita Bwana kila wakati, hata maisha yakiwa namna gani, hata kukiwa namna gani. Tuombe tu Mungu atusaidie, tuwe na imani shauku, Bwana Yesu akaweze kutusaidia, akaweze kutulinda. Tunapoanza ilikuwa tu wazo la kuanza ibada ya siku ya leo, na tutamuuliza mwalimu aweze kutupea wimbo What a Friend We Have Jesus, Kikamba. Yesu
ni munyanya ekamba twina wadi usu tunje no yukilia wasia umwilia mwiyai nikwithia niwe Ngai ula munene utinengie mwanya huu wakuka kumwilia twimwe nikana twende na uthani wetu. Karibuni sana. Yesu ni munyanya wa 1, 2, sing. Yesu ni munyanya wakwa ni munyanya kila sali twenda nasya naona mudhaki yuniombe wekumika pesa muno naile agwa neikumilukisa igana wamwenake yena Yesu mwiai wakwa niwatumietu na yunitukotanite twina mwamba wango iyo yakwa wenu wawa nanunanisianawo amonanye ni muminyu iwanonukutyango Yesu wewe kubinakwa ulangodikila saa Via yakwa wenu wana nakenunwa kwayasya nangikala kimidune leko syake misota kelikelwa ni matakwa unu wake miye mwa. Thank you. Tutapia Bwana makofi ya juu. Asante. Tutaenda kupata somo la Biblia. Asante programa. Kanisa la Bwana, ningetaka niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Nami si jambo, namshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake ambazo ni za milele na milele. Ningetaka tuandamane pamoja katika Biblia zetu na tukapate kusoma kutoka kitabu cha Yeremia. Kifungu ni 29, tusome mistari michache 29, 11 tufike 14. Na kama tumepata, ningeomba tuandamane pamoja. Nitasoma kwa Kiswahili na Kiingereza kwa sababu ni verses chache. Maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo ninayowapangia. Nimewapangieni mema na si mabaya, ili mpate kuwa na tumaini la baadaye. Hapo ndipo mtakaponiita na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mtanitafuta na kunipata. Mtakaponitafuta kwa moyo wote mtanipata. Nami nitawarudisheni fanaka zenu na kuwakusanya kutoka mataifa yote na mahali pote nilipowafukuzia. Nitawarudisheni mahali ambapo niliwatoa, nikawapeleka uhamishoni. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. We read in English. I alone know the plans I have for you, plans to bring you prosperity and not disaster,
plans to bring about the future you hope for. Then you will call to me, you will come and pray to me, and I will answer you. You will seek and you will find me, because you will seek me with all your heart. Yes, I say, you will find me, and I will restore you to your land. I will gather you from every country and from every place to which I have scattered you, and I will bring you back to the land from which I had sent you away into exile. I, the Lord, have spoken. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako na ukuu wako na utukufu wako. Wewe ni Mungu utendaye maajabu. Wewe ni Mungu uliyekuwa na uliye na utakayekuwa. Tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele na milele. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo Mwenyezi Mungu umetupatia nafasi ya kuja katika nyumba yako wakati ukiwa kama ulivyo. Ni kusudio jema kwa sababu Mungu na mipango mizuri katika maisha yetu. Tumesoma neno lako Mwenyezi Mungu, tunaliweka katika mioyo yetu ili Mwenyezi Mungu kaendelee kulifafanua kwetu, na tukimwombea atakayesimama mbele Mwenyezi Mungu na kulifafanua zaidi, Mungu ukamwezeshe na ukampe kibali chako, ili Mwenyezi Mungu neno lako kama vile umesema haliichi bure, likawe Mungu limetugusa, na tutakapokuwa tukitoka katika nyumba hili tukashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu umetuzungumzia kwa njia ya kipekee, na Mungu ulikuwa na jambo zuri katika maisha yetu, kwa sababu kusudi lako kwetu kila mara Mwenyezi Mungu huwa ni nzuri. Asante ni kwa wakati mwema ambao umetupa, utupe kutulia na kuendelea na ibada tukufu, ili Mungu tukaweze kukufurahisha, tukiomba kwamba Mungu ukalipokea ibada yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Somo la Biblia na waomba praise and worship waje mbele watuongoze na praise na worship moja. Praise and worship team tuongoze na tumwimbie Bwana kwa furaha. Asante. Tupige makofi kwa Yesu. One
tumekuja mbele yako tukisema ni asante kwa yale Mungu umetutendea. Wewe ni mwaminifu kwetu. Baba yetu, katika siku ambayo Mungu wetu makanisa iliyofungwa, tunakuona ukiaminika katika familia zetu, umeaminika katika nyumba zetu, umeaminika hata kwa kazi zetu. Tunakushukuru Mungu wetu. Asante kwa kutuongoza hadi siku ya leo Baba yetu, na kutukumbalia katika madhabahu haya. Tunatubu Baba yetu, ikiwa Mungu wetu kuna chochote ambacho kinaweza Mungu wetu kukosa kutusikia, tusamehe. Tuendelee hapo, tunakuhitaji katika ibada yetu. Endelea pamoja nasi, tuongoze kwa kila jambo. Asante kwa yale yote umetutendea, ni mengi Mungu wetu, tukihesabu tunaona ukuu wako. Zaidi ya yote Baba, tuna uhai. Kuna wale wamelazwa wanalia vitandani wakikuita Mungu wetu. Baba, pata kuwaponya, maana wewe ni Mungu. Wanapokuita mahali pale Baba yetu, tunaomba Mungu ukawafikie. Mkono wako unaweza. Waponye na utuongoze zote. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asanteni, tumchapie Bwana makofi. Asante. Tumefika wakati mwingine ibada ni ya saa moja. Kwa hivyo najua kila mmoja amefurahia. Wengi tumetamani kuwa katika ibada, especially wale hatujakuwa nao kwa huo muda wa mwezi mmoja. Tunawakaribisha pia katika ibada. Tutazoea na Mungu ataendelea kutenda mema. Saa moja tutakuwa tumefanya, tumeimba vizuri. Mungu aweze kutubariki. Tumesikiza neno, tumesikiza praise and worship. Na sasa imefika wakati mwingine wa kusikia kutoka kwa Bwana. Na namkaribisha Pastor Silu aweze kuleta mnenaji na muombe. Tusimame tupigie Bwana makofi. Na tupigie Bwana kabla anafika hapa kisha tuweze kuleta neno. Asante. Bwana abariki sana. Tuombe kwa ajili ya neno. Mungu, tunakushukuru kwa maana umefika wakati mwingine mzuri ambao tunaomba ukaandae mioyo yetu tutakapokuwa tukipata neno lako, ambapo Mwenyezi Mungu ni chakula cha rohoni mwetu. Tunamkabidhi mnenaji mikononi mwako Mungu. Umemuandaa kwa jinsi ambavyo inastahili. Sisi tunangojea kutoka kwako Mwenyezi Mungu, kanene kupitia mtumishi wako ambao Mwenyezi Mungu utamtumia kama chombo chako. Mungu, tunaomba ya kwamba neno lako litapitia katika mioyo yetu na kuweza kudumu, ili Mwenyezi Mungu likaweze kuwa lenye manufaa katika maisha yetu. Asante ni kwa ajili ya mtumishi wako, asante ni kwa ajili yetu, asante ni kwa ajili ya neno lako. Mungu, tunangojea kutoka kwako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Karibu pastor. Kanisa wa Yesu Kristo mwe Yesu nataye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda tuweze kushirikiana katika neno la Mungu, na kwa ibada hii tutachanganya lugha kidogo. Deto ya ngaiku maikune ya Yeremia kilungu cha 29 itumanyithia kana ngai ena mubango kondo wa mathayo maitu wiye Yesu nataye. Amen. Ngai ena mubango kondo wa thayo waku na thayo wakwa. Ngai ena mubango museo kondo wa musi waku na kondo wa musi wakwa. Ngai wetu ni museo ena kiswaneo kiseo kondo wa kilomwe witu. Ivugu isu ama katika kitabu hicho cha Yeremia tunaona Yeremia mwenyewe akiandika barua. Anawaandikia watu wa Juda ambao wamechukuliwa mateka, wako utumwani. Wako utumwani huko Babylon. Wako katika hali ya majonzi, wako katika hali ambayo si ya kupendeza. Wanahisi ni kama wamefinywa sana na hali ya mahali pale. Kwa hivyo maisha yao yamebadilika sana. Sio yale maisha ambayo walikuwa wameizoea. Wana maisha mageni sana. Na yeye anawashauri ili waweze kujikakamua
na kuadjust ama kujipanga vizuri ili waweze kupokea yale mabadiliko na waweze kuendelea na mwendo wa imani, kwa sababu tunajua ya kwamba wana wa Israeli walikuwa nchi teule, watu ambao walikuwa wameteuliwa waweze kueneza mwanga katika dunia nzima. Wakiwa utumwani wawe na mwanga, wakiwa nyumbani wawe na mwanga. Walikuwa na wito wa kipekee wa kueneza mwanga wa neno la Mungu mahali kokote, katika hali zote. Lakini hapo maisha yao yamebadilika, wako katika hali mbaya, na hiyo ndio tunaita a very negative change katika maisha yao. Lakini pale wanapokea barua, na kabla hawajapokea barua, tunaishi tukijiuliza hali yao yako namna gani. Na neno la Mungu kitabu cha Zaburi 137 inatufanulia zaidi juu ya hali ya hawa watu. Psalm 137 tunawaona wakiwa wameketi katika ufuo wa mito, wako kanda ya mito na wametulia pale mito ya Babiloni. Wameketi pale wanajuta ama wamejawa na majuto. Wameketi pale na hawajatulia hata kidogo. Wanaona ya kwamba maisha yao ni mabaya. Wengine wanalia, wamejawa na kilio. Wengine wamejawa na mafikira ya zile nafasi ambayo Mungu alikuwa amewatolea na wakasipuuza. Wanawaza juu ya Yerusalemu. Wengine wanawaza juu ya hekalu ya pale Yerusalemu. Wanaona kama Mungu angewajalia wakawa na nafasi nyingine ya kuwa pale, wanaweza kutoa ibada nzuri zaidi, wanaweza kujitolea zaidi, wakatoa dhabihu kwa njia nzuri, wakampendeza Mungu kwa njia nzuri. Kwa hivyo wako pale wanajuta. Wengine ni kama wameweka mgomo, wana mgomo, wamechukua vile vyombo vya muziki, musical instruments. Tunawaona pale wameziweka juu ya miti. They are on strike. Wamengoma, wameziweka kando, wakaziweka juu ya miti, kwa branches za miti ama kwa matawi ya miti, ili inaashiria kwamba wimbo wao kwa Mungu umepotea. Hawana wimbo tena kwa kumwimbia Mungu. Ni kama wanamshurutisha Mungu awarudishe nyumbani. Ni kama wanamwambia, usiposawazisha mambo na wewe sitarajie wimbo. Sawazisha mambo mwanzo ili tukutolee wimbo. Naye Mungu yuko pale, anamwambia lazima mwanzo msikie sauti yangu ili niwaregeshe nyumbani. Kwa hivyo wako pale. Na katika hali hiyo ndio wanapokea barua kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Na hapo tunasema ya kwamba na kusisitiza ya kwamba maisha yamebadilika. Na hivyo ndivyo inakuwa wakati maisha ya mwanadamu yamebadilika. Especially a change for us. Mambo yakibadilika yawe magumu, tunakuwa na jambo ngumu la kujaribu kujiadjust, inakuwa jambo ngumu kidogo. Na ndio sababu unaona mabadiliko ambayo yamekuwa duniani, mabadiliko mengi ambayo yanaleta hofu. Watu dunia nzima wanaogopa kifo, wanaogopa ugonjwa wa COVID-19, which is okay. Kila mwanadamu lazima awe na hofu kiasi, na lazima tukubaliane ya kwamba kuna mabadiliko duniani. Na sio hayo ya ugonjwa tu, kuna mabadiliko mengi ambayo yanaweza kuwa hata katika kiwango cha mtu binafsi. Ukaishi ukajifikiria hivi, ukaona kuna jambo katika maisha yako haiendi vizuri, ukaangalia familia yako kuona kuna mambo ambayo haendi vizuri, ukaangalia mambo ya ulezi wa watoto ukaona kuna mambo haendi vizuri,
ukachunguza maisha ya kiuchumi, ukaona ya kwamba ile hali ya mapato kuna mabadiliko. Kwa hivyo pale tunahitaji ushauri wa Yeremia katika barua yake. Mabadiliko yatakapokuja, kama mtu ambaye unaamini ya kwamba Mungu anakuwazia mema, utayapokelea namna gani yale mabadiliko? Yeye aliweza kuwashauri wapokee haya mabadiliko kwa njia inayofaa, akiwakumbusha kwa nguvu sana ya kwamba wao ni watu ambao Mungu anawawazia mema. Ako na wao katika akili yake, ako na wao katika mipango yake, ako na wao katika machoni pake pale. Ni kama watu waliowekwa katika kinganja chake, wako pale katika mikono yake. Kwa hivyo akawashauri, na huo ndio ushauri ambao tunaupata siku ya leo, kwa sababu we are living in this world ambao kuna mabadiliko mengi na lazima tungojee mabadiliko zaidi, kwa sababu tunapoenda kuelekea siku ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili, lazima tungojee mabadiliko. Na wale ambao wameweka imani yao katika vitu vya dunia hii watashangazwa na haya mabadiliko. Kwa hivyo lazima tuwaze vizuri na tupate huu ushauri. Hawa mabadiliko yao yalikuwa tu uhamisho, lakini sisi tuna mabadiliko ambayo yana uzito zaidi. Tunaposikia ya kwamba, majuzi nimeona kasikia watu wa dunia wangojee janga jingine, korona inapita, korona nyingine hiji ambayo itakuwa mbaya kuliko korona ya 19. Okay, pengine ni ufumi, lakini kwa Biblia hakuna ufumi, kwa sababu tunaambiwa tungojee siku za kudhihirishwa kwa mpiga Kristo, na hayo ni mambo ambayo yako hapa mbele yetu kidogo tu. Kwa hivyo mabadiliko yapo, na watu wa Mungu wapate kujua ya kwamba Mungu anawawazia mema, na wajua ya kwamba ni watu tofauti, na kuna vile jinsi ya kupokelea haya mabadiliko. Kwa hivyo tutarudi kwa kitabu cha Yeremia 29. Kutaja tu bila kufafanua sana kwa kina. Katika hii barua, kwa watu ambao wamechanganyikiwa, wako kando ya mto, wamepoteza wimbo, wameweka instruments kando, na wanapoomba waimbe wimbo wa kumtukuza Mungu, wanasema hatuwezi kuimba tukiwa injigeni, turudishe nyumbani Yerusalemu tukaimbie huko. Naye Mungu anawaambia jambo la kwanza, ushauri katika barua, anawaambia you need to try to settle. Katika janga likitokea na mabadiliko yakitokea, na yawe si mabadiliko ya kupendeza, mtu wa Mungu atahitajika kutulia. You try to settle properly. Na ndio tunaona mstari wa 4 na 5 kwa lugha ya Kikamba. Uni we Yehova wa nguvu, Ngai wa Israeli, unumea onze alama ataviwe. Ala na matwa ilisemea atavekuma Yerusaleme kuthi Babiloni. Haka hii nyumba musikale. Na waina imiunda muya usia wayo. Toa hii aka musia ivesi na eitu. Na matwa hii ana menyu aka. Na nenga nei eitu menyu nika namasia ivesi na eitu. Na ingi vaiko na muikoleke. That is what Biblia inasema. Hiyo ndio Biblia inasema kujaribu kutulia. Hao waliweza kuandikiwa barua, wakaambiwa ya kwamba tatizo mnalopambana nalo si janga ambalo ni la leo lipotee kesho. This problem will remain for a while. You will face it for quite some time, and you will have to adjust yourselves. Kwa sababu lazima kwa sababu suluhisho alipatikani saa hizi, lazima mkubalie amani iweze kutawala. Mtulie kwa mioyo yenu, kwa sababu utulivu wa kwanza ni wa moyoni. Mtulie katika
nafsi zenu, mwache kulalamika na kulia, na mwache kugoma, na mwache kupoteza wimbo. Akawaambia muende mjenge nyumba, muishi katika zile nyumba, muwe na mashamba, mpate mazao, muweze kupata watoto, na wale watoto watakuwa mpaka muwatafutie wake na waume. Kwa hivyo si jambo la kesho, si jambo la kesho, na watu hawatarajii. Tulisema hivyo asubuhi wakati wa ibada ya kwanza, tumesema kwa watu hawajatarajia mambo ya kuambiwa ngojeeni, tatizo hili si la leo. Niliona post nyingine kwa WhatsApp ambayo ilikuwa imesema COVID-19 is here to stay, we will live with it for the next 100 years. Na ilikuwa inatumwa kila pale, kwa sababu mtu anasema okay, mimi natarajia nisikie matangazo ya kwamba COVID-19 imeisha kesho, lakini mwingine anatuma anasema 100 years. Inakuwa ni jambo la kuogopesha sana. Kwa hivyo hao si waamini, ni propaganda, kwa sababu wao si Mungu na hawajui. Mungu ndiye anajua. Lakini kuna matatizo kama hili, tatizo hili watu wanaambiwa jambo hili, mjaribu kutulia, aliishi kesho. The solution is not sudden, you will have to live with it for some time, but later God will intervene in a big way. Na ndio tunashauriwa na neno la Mungu ya kwamba hii injili likitikizwa, when this world is shaken, wale ambao wanajua ya kwamba Mungu ako na wao katika akili yake, anawapangia mazuri, wanakuwa na amani. Amani ambayo Yesu Kristo alisema ya kwamba amani yangu naiwacha duniani, na si amani kama ile ambayo inajulikana na dunia. Yangu ni tofauti, na waachia. Kwa hivyo wakati wa dhoruba, uliza Mungu, ile amani iliyoachiwa na Yesu Kristo iko wapi? Na pale uanze kutulia, and then you continue with life, because life has to continue. Life has to continue. Nafika pahali dhoruba inatokea, lakini unaambia Mungu akupatie utulivu na uone unaweza fanya nini. Wakati huu ijapokuwa tumeambiwa tukae nyumbani, kuna watu wamekaa nyumbani wakasuba. Wamekaa nyumbani wanaogopa COVID, lakini ni kama wamekaa pale na wakasuba. Na barua ya Yeremia inapaswa kuamsha wajue ya kwamba japokuwa kuna mabadiliko, but life has to continue. Kwa sababu lazima ule, lazima unywe, na maisha lazima iendelee. Na huwezi kusubaa, kwa sababu hili si jambo la kesho. Suluhisho aliji kesho, ni la baadaye. So we try to settle. Ndio sababu naambiwa wajenge nyumba, wakae, wapate watoto, watafutie watoto wao wake na waume, kwa sababu wataishi pale miaka. Jambo jingine, wanapata ushauri zaidi, kwa sababu wao ni watu ambao wanaamini Mungu anawawazia mema. Wanaambiwa they try to pray wherever they are. Waombe katika hali yoyote ile. Mtumishi wa Mungu anajua wengine wako katika hali mbaya ya utumwa, lakini wanaambiwa in whatever circumstances you are, pray. So we need to pray. We need to talk to God in whatever circumstances. Huwezi kusema utaomba mambo yakiwa afadhali. Wakati moto umewaka vizuri, ndio maombi yanawekwa juu vizuri. Na wakaambiwa as you pray for the shalom of your surroundings, amani ya pale mahali unapoishi, kwa sababu unapoombea amani ya mji ndio amani yako. Unapoombea amani ya familia ndio amani yako. Wakaambiwa ya kwamba your masters ambao wanawafinya vibaya, waombeeni, kwa sababu amani yao ndio amani yenu kama slaves ama kama captives. Wakaambiwa waombe their environment,
waombee even their oppressors, their enemies. They pray. Kwa sababu wakati wa mabadiliko ni wakati wa kuomba. Pray, pray and pray. Na wakati ambapo unaona ni kama hujajibiwa, unaendelea kuomba. Asubuhi tukaongea juu ya Paulo ambaye alikuwa na a thorn in the flesh. Akaomba, akaambiwa ngojea, na ikawa lazima aendelee. Na neema ikamtosha. We pray even for governments of this world. According to Timothy, 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. We pray for the government. We intercede for the government. Because amani ya serikali ndio amani yetu. Amani, serikali wakipewa hekima na Mungu, wafanye maamuzi mazuri. Through our prayer, we are going to experience some level of peace and some level of convenience because of the decisions, the wise decisions they are making. So we need to pray for them. Wakaambiwa wakati wa mabadiliko ni wakati wa kuomba. Watu waombe, watu waombe, watu waombe. Verse 8 through 9. Wakaambiwa wakati wa mabadiliko, if you are to respond to these changes properly, beware of the wrong voices around you. I want to read verse 8. Verse 8. Nundu we Yehova wanguthu, Ngai wa Israeli unokwasia. Athani menyu ala mekati wenyu, na menyu ala mwawasia, matika mukenge, onamwikethukisya ndoto syenyu ila muota. Nundu mamwathani ya muvungu sitwani yakwa, tia matuma easu Yehova, tia matuma. So, as you wait, you be very cautious of the wrong voices around you. Jeremiah amatabia kawaambia ya kwamba mtaota ndoto ambazo hazina msingi. Mtaziota kwa sababu ya pressure ya mambo. Lakini hiyo si sauti yangu. Mtakuwa na manabii watatabiri, lakini hao sijawatuma. Akawaambia ya kwamba kutakuwa na sauti, wengine wataenda kwa waganga kuuliza, lakini hiyo si sauti yangu. Beware of the wrong voices. Sauti gani ambazo zinaweza kuwa very misleading. Na ukisoma chapter 28 pale mwisho utaona mmoja ambaye alikuwa ametoa sauti sana. Nivo ili mwadhani Yeremia wa mwiye mwadhani Anania. I'm reading verse 15. Idhukisiyu Anania, Yehova ndaa kutuma we, inde naku wikithia andu au kungu kundu au ya kulunja umeyuluanzi mwaka unu ukwa nundu numunenete Yehova ungendu kundu au mwadhani Anania ni wakwiye mwaka wa usu mwe wa mwanza. Huyo ni nabii ambaye alisambaza uongo. Akasambaza uongo kuambia watu Mungu amenena hivi, Mungu amenena hivi, Mungu amenena hivi. Na Mungu anasema hajamtuma na Mungu amemkasirikia. Ndio sababu alimfukuza, akamtoa katika dunia kwa kusambaza sauti geni. Kila wakati kunakuwa na sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu, tusikize sauti ya Mungu katika mabadiliko ya dunia hii, na ili tuwe salama. Kuna many propaganda kila pale, lakini kuna sauti nyepesi, sauti ya Mungu ambayo tunaweza kuiamini. Kwa hivyo kila wakati uombe Mungu akufunulie, na katika tatizo usikie sauti ya Mungu akikwambia, mwanangu, hii ndiyo njia, fuata hii utapotea. Lakini utaona njia ambayo inafuatwa na wengi ambayo inaelekea kwingine. Verse 11. Ni vizuri kuwa na matumaini kwa ule mpango wa Mungu ambao ako nao katika maisha yako. Unapongojea suluhisho, uishi kwa matumaini ya kwamba Mungu ana mpango. Verse 11. Nunu nini sema uswani ala ni swani yako nduwe Yesu Yehova.
moso ni mamu na tima udhuku kumunenga wikwatyo umilo kijoweni nini si moso ani alani suwani hapo nduweni. I have got good thoughts for you, for your families. I want to grant you a bright future. I'm preparing a good and prosperous future for you. You only need to remain hopeful. You remain hopeful. Uwe na matumaini. Usipoteze wimbo wako katikati kwa ajili ya kufinywa na mambo ya dunia hii. Mungu ana mpango. Mungu anakujua kwa jina. Mungu anajua familia yako kila mmoja kwa jina. Mungu anajua mazingira yako ya kufanyia kazi. Mungu anajua ule ungumu wa biashara ambao upo wakati huu. Mungu anajua mwili wako. Anajua hali zako zote. Lakini anasema kwamba ana mpango mzuri. You only need to remain hopeful, kuwa na matarajio mazuri. Ukiwa na matarajio, you are very safe. You are very safe. Mwisho, verse 13 through 14. Verse 12 through 14. Ushauri ni kwamba tunapongojea, tunapotumainia, tunapopambana na mabadiliko, let us seek the Lord above everything else. We seek the Lord above everything else. We engage in seeking the face of the Lord. That should be our top priority. We seek the face of the Lord. I want to read. Namukenga ila, namukali kumboya, nanga mwizu kisya, namuka manza nye, na kumbana, ila muimanza na ngosi, yenyu yonde, ya Yesu mata. We seek the face of the Lord above everything else. Nijua kuna wakati, hata kwa wakati wa manjanga, inakuwa watu hawamtafuti Mungu. Inakuwa si yale ya kumtafuta Mungu. Kuna wengine ambao wanataka kuteka advantage ya wale ambao wamefinywa sana na ile janga. Wengine wana mpango mzuri wa janga likipita wao wametajirika. Wanajipanga vizuri sana. But let us, okay, wengine wanachanganyikiwa, inakuwa wanateka advantage ya hali ili na wao waweze kujaibisha mbele za Mungu mpaka waonekane ya kwamba hawajamakinika na hawajajitolea, na pale ndipo moyo wa mtu unaonekana vizuri ya kwamba yeye ni wa kumtafuta Mungu ama yeye moyo wake uko mbali sana. Kwa hivyo hiyo inakuwa test. But the advice is we seek the Lord above everything else. Mungu anasema watu watamtafuta, lakini atajidhihirisha kwao watakapomtafuta kwa moyo wote, na atakapoonekana, verse 14, ataweza kuwabadilishia mambo kabisa. Atabadilisha hali na kuisawazisha, na kile kilichopotea kitapatikana tena, kwa sababu Mungu ni Mungu wa urejesho, kuwarejesha watu katika hali yao na kuwarejeshea chote ambacho kiliibiwa na yule mwovu shetani katika hali hiyo ya usumbufu. Kwa hivyo sisi ni watu tunaoamini ya kwamba God has a plan for our lives and we have a reason to live very confidently, tukijua ya kwamba Mungu ametushika vizuri na tutaenda mwendo, tutaukamilisha vizuri, kwa sababu ni Mungu atatuwezesha kukamilisha vizuri. So that is what I believe, and I know that sote tukiamini hivyo tutakuwa salama. Dunia itatikizwa na watu wa imani watakuwa dhabiti, hawatapoteza wimbo wao. Kwa hivyo usumbufu na shida hili la coronavirus isikufanye upoteze wimbo. Wacha moto wa madhabahu
wake siku zote, mchana na usiku, kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo namwita Pastor Siku aweze kufanya ombi, tutakuwa tumemaliza ibada ya pili. Asante sana Pastor. Kanisa, tuchapie Bwana Yesu makofi kwa ujumbe mzuri sana. Tunashukuru sana, Mungu ametunenea kwa njia iliyo safi kabisa, na wakati kama huu nafikiri hilo ndilo neno ambalo tunapaswa kuliweka katika roho zetu. Wakati misingi ya dunia inapotingizika, wateule ndio watasimama. That's the message, and I wish to say that hiyo message ni yetu na itatusaidia sana wakati kama huu ambapo kwa kweli ni kama maisha yamekuwa na challenges, lakini neno la Bwana limetufikia vizuri sana kwamba sisi tunapaswa kusimama imara, na tukisimama imara, neno la Mungu limetuhimiza ya kwamba ataturejeshea chochote kile. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa neno ambalo limetufikia vizuri, na ningeomba atuombe pamoja. Tunakushukuru tena Mwenyezi Mungu, kwa maana tulipoanza ibada hii tulikuomba ukanene nasi, ukawe nasi, ukatufikie kwa njia ya kipekee. Tunashukuru Roho Mtakatifu, kwa maana kupitia kwa neno ambalo tumelipata Mungu, tumeweza kujua ya kwamba kwa kweli unatamalaki katikati yetu. Tumepata kujua kwamba Mungu umemwandaa mtumishi wako kwa njia nzuri, na ujumbe ambao ametuletea Mwenyezi Mungu, kwa hakika tunaamini ni usemi wako kwetu kupitia mtumishi wako. Tunakushukuru. Neno lako kama vile Mwenyezi Mungu limekuja kwetu kwa njia iliyo sawa kabisa. Tunakuomba Mungu, neno hilo likaendelee kutufundisha jinsi ya kusimama wakati kama huu, wakati ambapo Mungu tumepitia katika hali ambayo si hali tumezoea, hali ambayo Mwenyezi Mungu imesukuma baadhi ya watu duniani kiwango cha kwamba Mwenyezi Mungu wanaweza kukosa tumaini. Lakini Mwenyezi Mungu umetunenea kwamba kwako kuna tumaini. Tutakapokutumainia na Mungu kukuomba kwa namna yote ile Mwenyezi Mungu, na tunyenyekee mbele zako Mwenyezi Mungu, umetuahidi kwamba utakuwa pamoja nasi na utarejesha hali iwe ni hali kama ilivyokuwa hali nzuri, kama vile ulivyowanenea wana wa Israeli kupitia mtumishi wako Yeremia, maneno ambayo uliwatumia kupitia barua ambayo Mwenyezi Mungu tumejifundisha. Kwetu leo ni dhahiri kwamba unatunenea vivyo hivyo, kwamba Mwenyezi Mungu, hata hali zikiwa namna gani, tukutazamie wewe. Hata hali ikionekana ngumu, Mungu una mipango mizuri kwa maisha yetu, na Mungu hautatuacha. Tunakushukuru kwa maana wewe ni Mungu mwema. Mungu, tumekamilisha ibada yetu. Tunakushukuru ya kwamba umetupa nafasi nzuri ya kuja katika nyumba yako. Mwenyezi Mungu, sisi ni wale wachache ambao tulipata nafasi. Tunawakilisha kanisa nzima. Mungu wa rehema, tunaomba ya kwamba ukaendelee kuwahudumia kupitia Roho Mtakatifu wale ambao Mwenyezi Mungu hatukuweza kuwa pamoja na wao, na wakati Mwenyezi Mungu atakapopata kuona neno lako ambalo Mwenyezi Mungu kupitia mitambo ambayo Mwenyezi Mungu itatumika, Mungu akaweze kubarikiwa kama vile tumebarikiwa. Wote ambao Mwenyezi Mungu siku ya leo pia wamekusanyika katika makanisa mbalimbali wakilitaja na kuliinua jina lako, tunawabarikisha kwako Mwenyezi Mungu. Nasi pia Mungu
usitupite utakapokuwa ukiwabariki hata wao, kwa maana sisi pia tunajiweka mikononi mwako, ukaweze kutuongoza. Wiki ambayo tunaanza, Mwenyezi Mungu, tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba Mungu katupe nafasi nyingine tuweze kukutana tena katika nyumba hii Jumapili ijayo, ikiwa ndiyo mapenzi yako. Mungu, tutakapoona tukikutana tena, tutaendelea kulinua jina lako na kukushukuru, kwa maana wewe ni Mungu unayehitajika kusifiwa kila wakati. Asante ni kwa kila mmoja wetu, asante ni kwa wote ambao Mungu umewapatia nafasi. Mungu, tunakushukuru. Endelea kuwa pamoja nasi na tuongoze tunapoikamilisha ibada yetu, tutakapokuwa tukienda. Mwenyezi Mungu, enenda pamoja nasi na utubariki wiki nzima, na ikiwa mapenzi yako Mwenyezi Mungu yatatimia, tupe nafasi nyingine Mwenyezi Mungu ya kuja mbele ya nyumba yako. Tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.